Bana, mambo vipi? Karibu tena katika kupeana zile update ambazo zimechukua nafasi katika masuala ya kimichezo, hususan masuala ya usajili ambapo kwa sasa yamepamba moto kweli kweli kuelekea dirisha kubwa la usajili mishoni mwa msimu huu. Baadhi ya virabu tayari vimeshaanza kutafuta nyota ambao watakwenda kuwasaini kunako ligi kuu katika msimu wa 25 na 26. Kwa upande wa Simba mambo yamezidi kupamba moto. Ili usikose usajili wa Simba katika dirisha kubwa la usajili, Simba na msajili nani na Yanga na msajili nani, basi taarifa hizo zote utazipata hapa kunako channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Usajili wote wa Simba na wachezaji ambao wanakwenda kuwaacha, na tayari sisi tumeshaanza kufanya hivyo. Baadhi ya nyota ambao tumekwenda kuwawekea humu ndani ikiwepo Faisal Salum ambao dili lake linakwenda ukingoni, na taarifa nyingine kibao ambazo zinawahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Basi hapa ndipo mahala pake pa kupata zile tetesi na masuala mazima ya usajili. Kuelekea dirisha kubwa la usajili kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, tayari majina 4 yapo katika notebook ama yapo katika mafaili ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hawa ni wachezaji wa kizawa, hawa ni wachezaji wa ndani ambao Simba watakwenda kuwasajili kunako dirisha kubwa la usajili mishoni mwa msimu huu katika msimu wa 25 na 26. Majina hayo 4 ni Morris Abraham ambaye ni Mtanzania, akaona akipiga huko nje ya nchi, kwa sasa yupo kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba akifanya mazoezi. Ni miongoni mwa nyota ambao Simba watakwenda kumsajili kama mchezaji wa ndani. Morris Abraham jezi namba 10 na anacheza nafasi ya namba 10. Hivyo ni miongoni mwa nyota ambao Simba ama kupitia kwa kocha Fadlu Davis huenda akamsainisha na kubakia hapo hapo kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo huyo ndio namba 1 katika wachezaji wa kigeni ambao Simba watakwenda kuwasaidi kuelekea dirisha kubwa la usajili. Mwingine ni Ofen Chikola kutoka Tabora United, walinasali hawa kutoka kule mkoani Tabora. Ni miongoni mwa nyota ambao kocha Fadlu Davis atawavuta kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ofen Chikola ni miongoni mwa viungo wazao ambao wanafanya vizuri sana kunako ligi kuu ya NBC, akiwa na magoli 5 ameshayapachika ndani ya msimu huu. Hivyo ni miongoni mwa vijana ambao wanamvutia sana kocha Fadlu Davis. Hivyo ni miongoni mwa nyota ambao wanapewa nafasi kubwa kusajiliwa kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu kama mchezaji wa ndani. Ofen Chikola kutoka kunako klabu ya Tabora United pale mkoani Tabora. Mwingine ni Lusajo Mwaikenda kutoka kunako klabu ya Azam FC. Huyu ndio fullback ya kulia tegemezi kunako klabu ya Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania. Lusajo Mwaikenda ni miongoni mwa nyota ambao Simba wanawawinda kunako dirisha kubwa la usajili ili kuja kuongeza nguvu katika safu ya ulinzi katika fullback ya kulia ambapo Shomari Kapombe yupo. Hivyo Fadlu Davis anataka aongeze nguvu katika eneo hilo la beki ya kulia, na hivyo Lusajo Mwaikenda ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatazamwa na jicho la tatu na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na tayari mazungumzo yameanza kufanyika baina ya mchezaji na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na viongozi wa Azam na viongozi wa Simba pia kuhusu kupatikana kwa saini ya Lusajo Mwaikenda ambaye amebakisha mwaka mmoja ndani ya klabu hiyo ya Azam FC. Hivyo Simba kama utamtaji Lusajo Mwaikenda tabidi basi wavunje mkataba huo uliobakia wa mwaka mmoja ili waweze kuipata saini ya fullback namba 1 wa timu ya taifa ya Tanzania na kunako klabu ya Azam FC. Beki wa kutumainiwa mbavu ya kulia si mwingine, huyu ni Lusajo Mwaikenda ambao Simba kocha Fadlu Davis anamtolea macho ili kuja kuongeza nguvu katika eneo la fullback ya kulia ambapo anahudumu Shomari Kapombe. Mwingine ni Faisal Salum kutoka hapo kunako viunga vya Azam FC. Ni miongoni mwa ndoto ya mashabiki wengi wa klabu ya Simba kuona lini Faisal Salum atavaa jezi nyekundu na nyeupe ama kuchezea klabu hiyo ya Simba ambayo inapatikana mitaa ya Msimbazi. Hivyo ni miongoni mwa dili ambalo mpaka sasa lipo katika hatua nzuri kumwona Faisal Salum akivaa uzi wa mwekundu na mweupe kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Basi hawa ndio wachezaji
wanne wazawa ambao Simba inatarajia kuwasajili kuelekea dirisha kubwa la usajili. Wa kwanza ni Abraham Morris ambaye anacheza soka la kulipwa huko nje, lakini amerejea Tanzania na kwa sasa anafanya mazoezi na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo anapigiwa upatu Abraham Morris kusajiliwa kuelekea dirisha kubwa la usajili. Anacheza namba 10, hivyo Fadlu Davids anahitaji namba 10 mwingine, na huenda Morris Abraham akiwa ni miongoni mwa nyota ambao watasainiwa kama mchezaji wa ndani. Mwingine ni Ofen Chikola kutoka Tabora United, pia ni miongoni mwa nyota wa kizawa ambao watazamiwa kuvaa uzi wekundu na mweupe msimu ujao katika mitaa ya Msimbazi. Mwingine ni Rusajo Mwaikenda, kama nilivyokuambia hapo awali, licha ya kuwa na mkataba bado wa mwaka mmoja na klabu yake ya Azam FC, ila ni moja kati ya nyota ambao wanawindwa kutua mitaa ya Msimbazi kuelekea dirisha kubwa la usajili, ambapo kwa sasa Simba wapo katika mchakato wa kumpata Rusajo Mwaikenda ili kuweza kuongeza nguvu katika eneo la ulinzi, ambapo Shomari Kapombe anapiga namba hiyo ya beki wa kulia. Mwingine ni Faisal Salum ambaye inasemekana Simba wapo tayari kuvunja benki kwa ajili ya kumpata Faisal Salum ambaye kocha Fadlu Davids anamhitaji kwa udi na uvumba kutua kunako klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea msimu wa 25 na 26. Na Faisal Salum yeye pia ameonyesha mahaba yake na Simba, hivyo ni Simba tu wao wenyewe wawe serious ili kumuona Faisal Salum anatua kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Na ninachokuomba gusa tu neno subscribe usipitwe na taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga, Simba na msajili nani na Yanga na msajili nani. Taarifa hizo zote zitakujia hapa katika channel yako hii habari za michezo na burudani. Asante kwa kutufuatilia, asante kwa kutuamini, ila cha msingi gusa tu neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.